Ripoti ya CAG ya mwaka 2023-2024 imebainisha kuwa shirika la umeme Tanzania TANESCO linadaiwa shilingi bilioni 238.71 na kampuni ya kufua umeme ya Independent Power Tanzania Limited IPTL, deni halisi ikiwa ni shilingi bilioni 111 na riba ni shilingi bilioni 127.2. Mwanasiasa Zitto amekuwa miongoni mwa watu ambao ametumia muda wao kutoa tafsiri ya kile anachokijua kuhusu lililotokea deni hilo. Ni yapi makubaliano TANESCO na IPTL, kipi ambacho kiliamuliwa mahakamani, na ni kwa vipi swala hilo limekuwa likifufuliwa kila wakati. Kwanza, anaunga mkono msimamo wa uongozi wa shirika la TANESCO kwamba imekwisha malizana na IPTL, hivyo haina madai yoyote kutokana na matapeli yoyote anayejiita mmiliki wa IPTL. Pili, kifupi, jana kwenye mjadala tulipanga kusema yafuatayo. Jambo la kwanza, kampuni ya IPTL iliingia nchini katika miaka ya 90 kwa lengo la kufanya biashara, kuzalisha na kuuza umeme. Ilimilikiwa na kampuni ya Marajia na Macmal na kampuni ya Kitanzania ya VPN VIP Engineering Mechma ilifilisika huko kwao na mali zao kununuliwa na benki ya Standard Chartered ya Hong Kong. Pili, IPTL iliingia mikononi mwa mfanyabiashara Higband Singset mwaka 2013 kupitia hukumu ya Jaji Utumwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania. Huku hiyo ilitumia kuchota fedha zilizokuwa benki kuu katika akaunti ya Tegeta Escrow. Hata hivyo, hukumu hiyo ilitenguliwa na mahakama ya rufani, hivyo mahakama ya rufani ilimaliza swala la umiliki wa IPTL. Hii ndio mahakama ya mwisho kabisa ya nchi yetu. Tatu, benki ya Standard Chartered ya Hong Kong ambayo inadaiwa kumiliki IPTL mara kadhaa imeshtaki serikali ya Tanzania na kushinda kesi zote. Ushindani wao ni kuwa wao ndio wanastahili hisa za IPTL na hivyo kuchotwa kwa fedha za Tegeta Escrow account iliyokuwa benki kuu ya Tanzania kulikofanya na PAP haikuwa halali. Pesa hizo kwa mustakabali wao na kwa mujibu kiasi cha dola milioni 148 za Marekani zilistahili kupitwa kwao. Jambo la 4, Harbinder Singset baada ya kukaa jela muda mrefu aliingia plea bargain na DPP ili kuachiwa huru. Seti ameingia makubaliano halali na serikali kuwa atalipa kiasi hicho cha pesa, vinginevyo serikali itawalipa SCBHK na kubaki na mitambo pamoja na aseti zote za IPTL. Jambo la 5, katika makubaliano hayo na serikali, settlement agreement, IPTL ilikubali kuwa haina madai yoyote kwenye mkataba wa umeme PPA, Power Purchase Agreement, wala mkataba wa uwekezaji ambao ni IA kati yake na TANESCO. Hivyo IPTL haina madai yoyote halali dhidi ya serikali wala TANESCO. Ilishangaza sana kusikia kutoka CAG kuwa eti IPTL sasa wanaidai TANESCO. Ni utapeli na wizi unaopangwa. Kila Mtanzania apambane na wizi huu na yeyote anayeupanga azikwe nao. 6, hivyo basi kitendo cha bwana Singset kuendelea kudai kumiliki IPTL na kuisumbua serikali na TANESCO ni utapeli wa wazi, kwa kuwa hautokani na sheria wala amri yoyote ya mahakama. Kinachofanyika, bwana huyu anakiuka plea bargain na makubaliano halali ya serikali, anapaswa kushtakiwa criminal. 7, serikali inapaswa kutekeleza matakwa na vipengele vyote vya settlement agreement inayoingia kumaliza jambo hili ili swala hili lifikie ukomo. 8, na mwisho, BRELA wanapaswa kufuta usahili wa kampuni ya IPTL na takataka zingine zote zinazohusiana na IPTL. Mzoga huu sasa uzikwe, ameandika Zitto Kabwe kwenye ukurasa wake mtandao wa kijamii wa X. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.